So hapa nitakuelekeza namna ya kupick zile arrival time kwenye geophones tofauti tofauti. Utakuwa na software yako, utaingia kwenye Pickwin. Hizo zinaonekana kwa muonekano huu hapa. Kisha download software yako, zitakuwa zinaonekana kwenye desktop kama hivi. Kwa hiyo utafungua hii hapa Pickwin na hii Plotliffer. Kwa hiyo mimi tayari nishafungua, kwa hiyo sitafungua tena maana huaga expire date zipo. Kwa hiyo nikifungua kwa study hapa nitaweka data zangu. Hizi zilikuwepo, lakini namna ya kuingiza data utaingia kwenye file. Utaingia kwenye open waveform sege. Utachagua data yako, maana mimi ilikuwa ni kwenye source, ilikuwa ni source ya 105.0. Kwa hiyo nitaingia source inayofuata ambayo hapa kwenye data zetu tutaona hizi ni different source. Hapa nitaingia 120 hii hapa. Nikiklik hii hapa italeta data ambazo ziko tofauti kabisa na hizi signal unavyoziona. Hizi arrival time hizi. Kwa hiyo nitaklik hapo, utaona zitabadilika hapo. Zitabadilika kama unavyoona ni tofauti. Kwa hiyo hapa ni source ya 120 kama inavyoonekana. Kwa hiyo hapa nitajaribu kupick hizo arrival time kwenye geophones tofauti tofauti. Hizi ni geophones tofauti tofauti. Distance. Geophones moja na nyingine zimetofautiana kwa umbali wa mita 5 from this one to this one, this one to. Kwa hizi hapa ni geophones tofauti tofauti. Sasa hivi tupo kwenye geophones ya 110, lakini tulianzia kwenye geophones ya 0. Sasa hizi tuko kwenye geophones ya 110, lakini sisi tunataka source yetu ipo kwenye geophones ya 120. Kwa hii hapa ndo hapa tunapo shoot. So tutaingia hapa edit, then utaingia filter, then utafilter hapa. Lakini hizi ni shading ambazo unaweza ukashade upande wa huku kama unavyoziona. Unaweza ukashade upande huu ambao nilikuwa nimeushade, au unaweza ukaziacha hivi, lakini hapo sasa kupick itakuwa kazi. Kwa kidogo ukiweka shading itakusaidia. So hizi hapa ni kwa ajili ya kuongeza ukubwa hizi peak hizi signal. Nikiongeza hivi maana yake nitaongeza ukubwa, lakini nikifanya hivi napunguza. Lakini hii hapa ni kwa ajili ya kutanua. Nikitaka ni squeeze, maana yake ni hii hapa isogee kidogo huku, nitapiminya hii, sinaona inapungua. Lakini hii hapa kwa ajili ya kutanua zaidi ili zionekane kwa ukubwa. Lakini ukitanua sana hapo inakuwa umeshaziruzi geophones zingine huku, maana yake sasa inabidi rebalance, ambapo wewe utaona geophones zote. Lakini hii hapa ni kwa ajili ya walau kutanua. Lakini hii hapa ni kwa ajili ya minimize au compress. Unaona inavyokaa. Kwa hiyo utaona ziko hizi ziko tofauti. Kwa hiyo utacheza nazo sehemu ambayo wewe unaona kama umeridhika kwa ajili ya kufanyaje kuzipiki hizo live. Kwa hiyo utaiset, then uta click hapa kwenye pick. Hii ni pick ya nini, ya computer yenyewe, lakini usije ukachagua kwamba huu ndimo wa kweli hizi live time. Ni computer tumekupa mwanga, lakini wewe sasa unatakiwa uanze kuangalia sasa sehemu gani ya kupick na sehemu gani inaonekana vizuri hiyo arrival time. Mfano tuseme kwamba geophones ya 120 hapa, maana yake ndio kulikuwa kuna source. So hapa tunategemea kwamba hii the first arrival itakuwa hapa kwenye 0 hapa. Kwa nitaklik hapa kwenye 0, itakuja hiyo arrival time, then hizi ndio first hii hapo alive. Lakini kuna hii hapa, lakini kwa huku kuna high up, kuna hii hapa, kuna hii hapa. Hii hapa ingekuwa hapa tusingeichagua, tungeendelea hivi kwa sababu maybe huenda kulikuwa na noise hapa. So kama zinavyo trend kuelekea chini ndivyo unavyozipick. So kisha maliza hapa, utakuja utaingia file, utasave hiyo pick file, then utaisave. Ilikuwa kwenye geophones ngapi? Hiyo sasa 120. Kwa mimi nitaandika hapa
nitaandika pic ya ngapi, ya 120, nitaisave. Baadaye nikitaka niende kwenye plot, nitaiplot hiyo, itakuja itaongezeka huko. So thank you. Au tuongeze, maana tuongeze nyingine, lakini tutaongeza nyingine kwenye tutorial inayofuata. Asante sana. Asante sana. Asante kwa usikilizaji mwema, na kutakia baraka na uelewa mzuri kweli kweli. Asante sana.